apaswa kuelewa Pasaka ni nini. Unajua hicho kitu watu hata hawaelewi nini maana ya Pasaka. Ila wanasherehekea tu Pasaka. Pasaka neno lenye asili ya Kigiriki lenye maana ya Pasaka. Pasaka. Ndio. Ukiingia hata Google ukiandika Pasaka, utaona kwa Kiingereza na kuletea Easter, ambao ni Pasaka. Wa rangi nyeusi wa Afrika, wa Swahili tunaita Pasaka. Na maana ya Pasaka ukiguga ni kuvusha. Ni kuvushwa au kuvuka, ni Passover. Ndio maana vizuri ya Pasaka. Kwa hiyo hii siku tunakumbuka Yesu Kristo alipotuvusha kutoka kuwa milki ya shetani na kurudi kwa wana wa Mungu kwa kufa kwake msalabani. Sio tumeelewana vizuri kabisa. Kwa hiyo tunaposema kwamba siku ya Pasaka, Ijumaa Kuu, tunakumbuka siku ambayo zoezi la ukombozi wa kutuvusha ulianza. Ndio zoezi lilipoanzia, zoezi la kutuvusha ulianzia hapo. Kwa siku ya leo ni siku ambayo watu wanabidi watumie muda mwingi sana kukaa katika tafakari na Mungu wao, kuangalia ni vipi vinavyowakwamisha ili watengeneze na Mungu wao awavushe. Hiyo ni siku ya leo ya Ijumaa. Ni siku ambayo ya tafakari. Yaani siku ya Ijumaa sio siku ya furaha wala sio siku ya huzuni. Kuna wengine Ijumaa sasa wanaomboleza, wanafanya nini, wanalia. No, ni siku ya kutafakari kwamba siku ya leo alianza mateso, alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Kama sisi tunafanyaje kwa yeye alikuwa, sisi tunafanyaje? Kwa hiyo ni kipi ambacho kinamrudisha yeye kwenye mateso? Tunaamini kwamba unapofanya dhambi maana yake hautambui ule mchango wa kifo chake. Ndio. Hautambui. Kwa hiyo unaona unafanya hayo unayoyafanya wewe. Kwa badala ya kuyafanya hayo sasa, ni heri utumie siku hii kumtafakari Mwenyezi Mungu au kumtafakari Mungu au kumtafakari Yesu Kristo kama Bwana Mwokozi wa maisha yako. Yapi aliyafanya kwenye maisha yako ambayo umekengeuka na kurudi kwenye njia mpasayo. Ndio maana Pasaka nyingi inaambatana na kufunga kwa Kwaresma. Kwaresma ni kufunga kwa toba, kutengeneza na Mungu. Kwa sababu tumetengeneza na Mungu siku 40. Ndio kuitisha kutengeneza na Mungu. Sasa tutafakari yale ambao tulikuwa tunayafanya na tukwamisha, ili baada ya kufufuka kwake tuanze maisha mapya ya kumpendeza yeye. Wewe ni kiongozi wa dini na ni mbobezi.